Kuna huku tumerejea tena. Huko kuna kule tumerejea tena. Tunamshukuru sana ba mchungaji Uncle Harris Kapiga kwa kutupitisha kwenye chakula cha kihabari. Harris. Cha rada ya Central ya Clouds TV. Nisikilize nikwambia usike anaitwa Harris. Usike kumfanya yule baba jana akasema alikuwa yeye ndo anaitwa Harris. Bana hivi ukiwa na iPhone hivi huwa iwezagi kukaa hivi tu haiwezekanaki. Lakini simu yote ukiweka mfukoni lazima utaigiza. Kwa sababu umebadilisha cover leo fulani nataka tuone. Haya tumeliona. Ukiwa na iPhone haiwezi tu ukachukua kaiweka hivi. Nasemaje na mimi ukiwa na simu yote automatically ukiweka kwenye mfuko lazima uigeuze. Ukimkuta mtu ameweka simu hivi na kwa sababu hivi ni hata bahati mbaya kidondoke tadondokia kioo, lakini ukiweka hivi kidogo siweke hivi mzee wa jambo mtu anajiwasha na anaonyesha notification uko wapi, maana kuna nyingine zinasomeka uko wapi afu kuitoboe na sema cover nzuri sana bwana. Hii nani ulivenda nani wapi? Sinza hapo hiyo. Wala hata nisikudanganya hii Sinza. Lakini mzee wa jambo anataka kutupitisha kwenye fursa moja na ameniambia bana ukienda Tanga nishtue. Na mimi ndo naweka mipango yangu sawa ya kwenda Tanga. Na hiyo fursa ambayo wewe unaizungumza haiwezekani kwenye chapati za kuchambua. Hauwezekani ukatoboa wewe kufika kwa chapati za kuchambua kama una hela. Yaani maisha yako wewe, yaani wewe umetokea Tanga mzee wa jambo. Na ili ufike Tanga lazima uwe na chambi, uwe na zaliwa Morogoro bana nake wanalima bala. Uwe na fulus. Mama zangu Morogoro wanalima bana. Sawa, mimi nataka niwape fursa wanalima matrekta arudi nyuma. Tupe fursa. Wakati watu wanalima, wengine wanapika chapati. Hizo ndo zinazomchanganya huyu. Na wewe tatizo lilikuwa sio chapati. Tatizo lilikuwa mpishi wa chapati. Hivi kuna nini hivi wanaweka nazi kwenye chapati? Kuna nini wanaweka nazi ambayo chai nazi? Kuna chai ya nazi, kuna chai ya nanasi, chai ya biskuti. Zote unazipata Tanga mkoani pale kwa dada yangu Latifa Makao na wanakwenda kuzindua Women Gala msimu mwingine. Sasa masuala ya chambi, masuala ya fulls, masuala ya mani, masuala ya pesa mpunga, hiko ndio kitu ambacho ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya watu wawe busy kweli kwenye kutafuta maisha. Sasa juzi bajeti ya mchongo pesa, bajeti kuu ya mchongo pesa ilipitishwa rasmi kupitia Sports Extra Clouds FM chini ya waziri wa furaha na michongo bwana Mbaruk Khan, ambapo milioni 300 iliyoko mezani na mjadala ukawa mkubwa, lakini mwisho wa siku bajeti ile ikapita. Na lengo la bajeti ile ni kuwafanya wa Cloudsania na wa Tanzania wawe ni wanufaika wa bajeti hiyo bila kujali wala bila kujua hoja yako ni ipi kwenye kumuomba msikiliza hoja, lakini unao uwezo wa kupata kuanzia shilingi 10,000 mpaka milioni 10. Imagine kwenye bajeti kuu hiyo ambayo imetengwa. Cha kufanya ni rahisi, kama una mtandao wowote wa simu kama ni Airtel Money, Mixx by Yas, M-Pesa, T-Pesa, CRDB Bank kupitia simu janja, unaweza kushiriki mchongo pesa kwa namba ya kampuni baada ya kwenda kwenye menu yako ya 321333. Kumbukumbu namba ni neno pesa. Kuanzia saa 9 alasiri kupitia Clouds FM, mitonyo na michongo inatolewa hapo kuanzia shilingi 10,000 mpaka milioni 10, na hii inaenda mpaka saa 12 asubuhi mapema kupitia Clouds FM. Kwa hiyo wakati ni wa kwako, mchongo ndio huu na bajeti kuu ndio hii. Kila mmoja ana nafasi ya kuweza kujishindia. Kucheza ni shilingi 1000, cheza kiasi, na hii ni kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea. Chini ya miaka 18 ruhusiwa. Na sababu huwa ni nyingi, management ya fedha, lakini pia ile kucheza kwa kiasi. Sio kwamba una 1000 hiyo ucheze. Doesn't mean. Sawa. Cheza kiustaarabu. Ndo ucheza kwa ustaarabu manake ndio huko. Lakini hii bajeti inakidhi na ipo kwa ajili yenu ndugu zangu. Hii budget ipo kwa ajili yenu na mchongo pesa msimu huu kwa hii budget mpya iliyopitishwa mambo ni yanafurahisha sana. Kabla tujaenda kwenye rada, tulijadili kuhusiana na mambo yanaendelea Middle East kwa taifa la Iran na Israel, lakini mambo yamekuwa ni mazito. Wakati naenda break niliona taarifa ya tweet ya Rais wa Marekani Donald Trump ambapo amesema we now have a completely and total control of the skies over Iran. Iran had a good sky trackers and others defensive equipment and plenty of it, but it doesn't compare to American-made, conveyed and manufactured stuff. Nobody does it better than the good USA. Sasa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Marekani
Marekani sasa ina udhibiti kamili na kwa ujumla wa anga la Iran. Sasa kwa tafasiri ya haraka ya Twitter hii, amedai kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran haiwezi kushindana na teknolojia ya kijeshi ya Marekani, akisisitiza kwamba ubora wa vifaa vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Lakini kauli hii pia imekuja wakati ambao kuna mzozo mkubwa kati ya Iran na Israel, ambapo Israel imeendesha mashambulizi ya anga makubwa dhidi ya maeneo ya kijeshi na nyuklia ya Iran, ikiwemo pia kituo cha nyuklia cha Natanz, makao makuu ya televisheni ya taifa ya Iran. Sasa mambo bado yanaendelea kuwa mazito, lakini pia nimeona Lugete, nafikiri siku ya Alhamisi hapa tupate nafasi ya kujadavua. Lakini moja ya taarifa ambayo niliona imeibua hoja kubwa sana ni moja ya makamanda wanaoaminika wa jeshi la Iran kutolewa taarifa rasmi kwamba yupo salama. Alidaiwa kuwa amefariki, lakini yupo salama na yupo katika taifa la Israel, na huenda wanasema ni kati ya majasusi ambao walikuwa wanavujisha na kutoa taarifa za ndani za jeshi la Iran. Na nimeona pia taarifa yake ya Donald Trump kuhusu Ayatollah Ali Khamenei ambaye ni supreme leader wa Iran. Anasema wanafahamu wapi alipo, lakini hawawezi kumuua, lakini wao wanazuia ama wanaambia Iran wasipige raia na wanajeshi wa Marekani. Lakini nafikiri kuna vitu ambavyo Iran anachojaribu pia, unajua amezungukwa na nchi ambazo zenyewe zina kambi nyingi za kijeshi za Marekani. Lakini pia unajua Marekani anachojaribu kifanya huwa apigane vita kutokea kwake. Yeye anapigana vita kupitia ardhi ya mwingine. Kwa mfano kupitia NATO, ukishakuwa katika ule mkataba wa NATO au ukiwa mwanachama wa NATO, manake kuna possibility kubwa Marekani kuwa na kambi yake ya kijeshi hapo. Kwa mfano Afrika Mashariki ipo Kenya pale, kambi kubwa sana ya kijeshi, ambapo yenyewe dhumuni kuu ni kucontrol eneo la hii huba ama Afrika Mashariki yote ama ukanda wa mashariki wa ziwa la bahari ya Hindi. So umeelewa? Na kitu kikubwa, ugomvi mkubwa wa Urusi na Ukraine ni Urusi kusign North Atlantic Treaty Organization, kusign ule mkataba wa NATO, ambapo ukishakuwa na ule mkataba manake inamkaribisha Marekani pale, ana uwezo wa kutengeneza base yake pale ya kijeshi. Kwa ni vitu ambavyo mataifa mengi yanapambana kutokuwa nayo. Ndio maana hata ukienda China, ana Hong Kong, Taiwan hataki kuachia, umeelewa? Sababu strategically ni maeneo ambayo yeye anapaswa kuyalinda kivyovyote na kubaki kuwa katika himaya yake. Kwa hiyo mwisho wa siku supreme wa dunia ama kiongozi wa dunia ni taifa la Marekani, tunaamini hivyo, ambapo yeye anafanya kila kitu kuhakikisha kwamba anaendelea kuwa number one. Lakini kuna kitu kinaitwa the new world order. Watu wengi wanaamini kwamba kuna mchakato wa kuwa na multipolar world. Multipolar maana yake kwamba kuwa na mataifa mengi, mataifa makubwa ambayo yana interest zake zinalindwa, lakini pia yanatawala kwa pamoja, multi order. Kwa mfano Urusi, China, Marekani, sio, umeelewa? Mataifa matatu ambayo yataikontrol dunia pasipo na kuingiliana interest, na ndio maana inategemea na nani ambaye ni kiongozi wa Marekani. Kwa mfano alivyoingia Joe Biden, Mrusi hakuwa katika terms nzuri na Marekani, lakini Donald Trump ambaye ni mwanasiasa, mfanyabiashara, watu wengi wanamtazama mtu ambaye hajawa tough sana kwa taifa kama Urusi, hajawa tough sana kwa taifa kama China, na amekuwa akifanya nao mazungumzo mbalimbali. Lakini cha kwanza ni kusafeguard interests za Marekani, lakini cha pili ni kuona kwa namna gani ambavyo haya mataifa makubwa matatu yanaishi bila kuingiliana interest. Lakini bahati mbaya sana hakuna uwezekano wa haya mataifa kukaa bila kuingiliana interest. Kwa sababu gani? You need currency. Sarafu ipi yenye nguvu duniani? Dola inatakiwa ibaki pale.
sio umeelewa, wakati Mrusi ana ile sarafu yake ambayo yeye mwenyewe pia anataka iwe dominant, na mpaka kuna muda walikuwa wamesema kabisa kwamba watafanya exchange yoyote kwa kutumia dola. Mrusi ni taifa ambalo linauza gesi sehemu kubwa sana ya Ulaya. Mataifa mengi kipindi cha baridi wanamtegemea Mrusi, na Mrusi alikataa exchange ya mabadilisho, yani currency ya kutumika sarafu isiwe dola, iwe sarafu yake. Sio umeelewa vizuri? Rubo wakijaribu kuhakikisha kwamba sarafu yake inakuwa yenye nguvu, kwa sababu inakuwa ni currency circulation, ndio kitu ambacho kwa anakitaka. Lakini Trump alivyoingia, pamoja na kwamba Vladimir Putin ni moja kati ya watu wake, lakini akamwambia kwamba tukubaliana medium of exchange ama currency in exchange lazima ibaki kuwa dola, kwa maana kwamba dola inatakiwa inapaswa kuwa yenye nguvu. Ndio kitu ambacho wanajaribu kipigania. Kwa hiyo wanahitaji kuwa pamoja in good speaking terms, lakini bado kuna interest ambazo kila taifa inabidi safeguard interest zake. Kwa maana kama unakumbuka mgogoro wa China na Marekani, mpaka kafikia kati watu wakasema hizo iPhone zitashuka bei, zitafanyaje, kwa sababu Mchina ni manufacturer, Marekani maybe ana assemble, sio umeelewa. Kwa hiyo mwisho wa siku manufacturer anavogombana na Marekani, manake hapa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Mwisho wa siku inaweza ikatokea price fluctuation kwa taifa ambalo linamtegemea Mchina, ama inaweza ikasababisha price kushuka kwa taifa ambalo alimtegemea China. Kwa hiyo mwisho wa siku hivi vita huwa vina sababu zake. Kuna pull and push factors ambazo zenyewe unaweza usizione kwa jicho la kawaida. Leo hii unaweza ukauliza kwa nini Iran anapigana na Israel. Mwingine anakuambia walikuwa na chokochoko za muda mrefu, lakini sababu kubwa watu wako pale pale kwamba ni nuclear. Iran inazalisha uranium kwa kiasi kikubwa, lakini walisaini mkataba ambapo Iran hapaswi kuendelea kuzalisha nuclear, lakini watu wamekuja kufanya tafiti, wamegundua ana 5th generation ya silaha ambazo anatengeneza za nuclear. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna kuwa na sababu nyingi, pull and push factors, lakini we all need a better place, dunia nzuri ya kuishi. Na kuna wakati pia kupitia hii vita yanaanika pia mataifa ya Kiislamu. Palestina unakumbuka ni taifa la Kiislamu, na watu wengi wakawa wanahoji kwamba mbona Palestina anapigwa, hatusikii wengine mkizungumza. Iran ni taifa la Kiislamu, mataifa mengine ya Kiislamu ya Kiarabu yako pale, lakini wanawahoji kwa nini amuonekane mkiunga mkono, kwa sababu ukimtazama Israel amezungukwa na mataifa mengi ya Kiarabu pale Middle East. Kwa hiyo mwisho wa siku ndo kama ambavyo wale amezungumza, nakuta spy network, spies wamekuwa wengi, ushirikiano umekuwa ni mdogo. Kwa mwisho wa siku si kitu chepesi. Basi sawa, Tochi ilikuwa inagusia hayo masuala kimataifa, lakini tuenda direct na muda huu imefika muda tuko hapa na mgeni wetu mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni Mheshimiwa Songoro Mnyonge, tukijadili kwa kina kuhusu ukomo wa baraza la madiwani unaotarajiwa kufikia Ijumaa hii. Ni fursa ya kutathmini safari ya uongozi, mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizokumba baraza na mwelekeo wa Kinondoni baada ya ukomo huo. Na wakati huu sasa tunamkaribisha sana mstahiki meya Mheshimiwa Songoro. Karibu sana Central. Karibu sana. Central ni njema, atakaye na aje, na Songoro Mnyonge hajawahi kuwa mnyonge, na mnyongeni haki yake mpeni. Hatimaye amefika Central ndani ya Clouds TV. Mheshimiwa mstahiki, karibu sana. Asante sana. Asante. Habari za Dar es Salaam? Dar es Salaam pazuri, Kinondoni pazuri. Tunachapa kazi Kabisa. Karibu sana. Asante. Pole na majukumu na hongera. Leo hongera. Leo ni Jumanne, Jumatano, Alhamis. Mbaki siku mbili kabla ya kutamatika sehemu ya uongozi wenu ambao mliwatumikia wananchi katika kipindi cha miaka 5, ukiwa diwani, ukiwa ni meya wa manispaa ya Kinondoni. Ndio. Kipi ambacho unajivunia nacho mpaka hivi sasa kuwa kiongozi ambaye uliteuliwa na wananchi kwa nafasi ya udiwani, lakini kwa nafasi ya umea, madiwani wenzako kukuona unafaa kuongoza na kuwa mwenyekiti wa baraza la madiwani katika kipindi chote hiki? La kwanza kama diwani, manake ili uwe meya ni lazima uwe diwani. Na mimi kwa Kinondoni najivunia kwamba ndio diwani wa muda mrefu.
kilinganisha madiwani wote. Nimekuwa diwani toka mwaka 2010, diwani wa kata ya Mwananyamala. Kwa hiyo mpaka hivi ninavyozungumza ni miaka 15 kwenye nafasi ya udiwani, ukiwa hujapata mshindani wa kupambana na mimi. Lakini siri ni mafanikio. Nadhani ukiangalia Mwananyamala ya miaka 15 iliyopita ni tofauti na Mwananyamala ya sasa. Tuna barabara nzuri ambazo barabara hizo Mbezi Beach kwa matajiri hazipo. Inawezekana Makongo hazipo, hata kule Salasala hazipo, lakini barabara zile nzuri ziko Mwananyamala. Nilipambana kama diwani tukapata ile DMDP. Awamu ya kwanza inatekelezwa, moja eneo ambalo tulipata huo upendeleo ni kata yangu ya Mwananyamala. Kwa hiyo Mwananyamala sasa imekuwa. Ukipita barabara Mwinjuma, nadhani kila mtu anataka kuwekeza. Wenye nyumba zimepanda thamani, wanauza nyumba zao. Leo nyumba ya kawaida kabisa Mwananyamala sio chini ya milioni 350. Lakini unaona mtu ananunua nyumba milioni 350, anaivunja, anajenga nyumba gorofa au nyumba ya kisasa zaidi. Maana yake ni nini? Ile milioni 350 ni kwamba alikuwa ananunua kiwanja. Umeona? Leo ukipita ile barabara kuanzia kule unapoingia kona ya Mwanamboka unakuja mpaka huku Mwananyamala hospitali, nadhani unaona ni eneo ambalo linakuwa. Kwa hiyo tumepandisha maisha ya watu. Watu wamepata faida kupitia rasilimali zao, nyumba zao, lakini sasa imekuwa ni sehemu ya biashara, kwa maana watu wanatoka maeneo mbalimbali wanakuja kufanya biashara zao Mwananyamala. Lakini tuna eneo la Bwawani Mwananyamala. Ilikuwa mpaka unasikia inaitwa Bwawani. Ni mahali ambapo watu walishakata tamaa ya kuishi, kwa sababu kila mvua zilipokuwa zikinyesha ni eneo lilikuwa linakumbwa na mafuriko. Tumejenga barabara nzuri za lami pamoja na zege, eneo lile limepanda thamani na sasa nyumba zinajengwa nzuri kabisa. Kwa hiyo Mwananyamala ya sasa sio sawa na Mwananyamala ile ya zamani. Ukienda maeneo ya kule Garden, maeneo ya vijana kule nako vile vile, nadhani mnaona hiyo. Lakini nikija sasa kama meya, nimekuwa meya wa manispaa ya Kinondoni, lakini kabla ya kuwa meya nimewahi kuwa naibu meya kwa miaka 5. Kwa hiyo kwa kutumia uzoefu wangu kama naibu meya nikaweza kuleta sasa kwenye umeya. Tumeleta mageuzi na mabadiliko makubwa kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni. Kwenye eneo la miundombinu, halmashauri tunatenga 10% ya mapato yetu ya ndani kutengeneza miundombinu ya barabara, mitaro, vivuko na hata madaraja katika baadhi ya maeneo. Ni juzi tu nadhani mmeona hapa Mediterano, unapopita pale kwenye nyumba Mheshimiwa Kikwete kule nyuma, hakuna mtu alitegemea kama kungekuwa na barabara nzuri ya namna ile. Ile ni barabara ambayo imejengwa na halmashauri ya manispaa Kinondoni kwa 100%. Tulikuwa Makongo kule Changanyikeni, tumejenga barabara hivyo hivyo, yote ni kwa mapato ya ndani. Lakini sasa barabara kama zile ziko nyingi ambazo tumezijenga. Lakini tupo hapa tunajivunia uwanja wetu wa mpira. Leo Kinondoni ni kimbilio kabisa. KMC Complex haikuwepo, lakini chini ya uongozi wangu na waheshimiwa madiwani na mkurugenzi na watendaji tumeweza kujenga kiwanja kile cha mpira ambacho mpaka pale tulipofika tumetumia almost bilioni 7 kukijenga. Lakini katika maboresho ambayo tunakwenda kuyafanya tumetenga tena shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kufanya hayo maboresho, kwa maana tutaweka taa za kuwezesha mchezo kuchezwa usiku. Tutaweka pia vizuizi vya mvua kwa ajili ya watazamaji, mvua pamoja na jua kwa ajili ya watazamaji. Kwa hiyo hayo ni maboresho ama ni maendeleo ambayo nasema chini ya uongozi wangu tumeweza kuyaweka ndani ya manispaa ya Kinondoni. Lakini ukija stendi ya Mwenge, nayo imeleta muonekano mwingine katika manispaa yetu ya Kinondoni. Stendi ambayo tumeijenga kwa shilingi za Kitanzania bilioni 12 ambazo nazo zimetokana na mapato ya ndani. Lakini ukija pale manispaa headquarters, napo tumejenga jengo la utawala la gorofa. Wanaijua halmashauri ya manispaa Kinondoni hatukuwa na jengo lile. Tulikuwa tuna jengo lile ambalo tunalitumia kufanyia mikutano, lakini sasa tumejenga jengo lile bila kupata ruzuku kutoka serikali kuu, nayo ni mapato ya ndani. Almost bilioni 4 zimetumika kujenga jengo lile ambalo lina jumla ya gorofa 4, na kwa kukamilisha jengo lile ambalo sasa limeanza kutumika, wafanyakazi ama niseme watumishi wote
kwa maana idara zote sasa za halmashauri zinapatikana katika eneo moja, na hilo ndio lilikuwa lengo, tuwe na one stop center. Ukienda unamhitaji engineer, unaambiwa nenda chumba namba fulani mpaka chumba namba fulani. Unamtaka afisa utumishi, nenda chumba namba fulani mpaka chumba namba fulani. Ukimtaka afisa ugavi, nenda chumba namba fulani mpaka namba fulani. Afisa elimu msingi, sekondari na kadhalika na kadhalika. Mheshimiwa Songoro Mnyonge, kwenye muktadha wa kueleza hayo yote ambayo kimsingi yamekuwa ni mafanikio makubwa, ukiwa diwani wa kata Mwananyamala, lakini ukiwa meya pia, yanahitaji fedha ambazo umezungumzia sehemu ya barabara na utekelezaji wa miradi mbalimbali kwa fedha na mapato ndani. Moja ya sehemu ambayo inaonekana kuwa ni changamoto ni kwenye kuweka paruanja swala la mapato na matumizi kwenye sehemu husika. Unapozungumzia Kinondoni ni eneo ambalo biashara zinafanyika, mapato yanakusanywa, na unapozungumzia swala la mapato ni eneo ambalo pia kwenye uwazi wake mara kadhaa imekuwa likizungumziwa hata na kiongozi mkuu wa nchi kwa wahusika wa kusanyaji mapato na watu ambao wanatakiwa kupata taarifa. Swala la uwazi katika kipindi chako chote, sehemu ya uwazi wa kusanyaji wa mapato ulikuwa unawafikia vipi wananchi kujua sasa mwelekeo wetu ni huu katika kipindi cha mwaka fulani, kwa hiki ambacho tumekusanya, nini ambacho kama wananchi tunakipata, lakini pia sehemu ya taarifa hizi kuwekwa kwenye uwazi kupitia digital platform mbalimbali na wahusika ambao wanakusanya kutokuleta ubadhirifu. Kwanza niseme moja, haya mafanikio yote ambayo halmashauri yetu imeyapata yametokana na udhibiti wa makusanyo. Halmashauri inaendeshwa na vyanzo viwili vya mapato. Kwanza ni mapato ya ndani, tunasema on source. Mapato haya ni yale ambayo tunayakusanya sisi wenyewe, lakini mapato ya pili ambayo halmashauri inasaidiwa inayopata kutoka serikali kuu ni mapato ni ruzuku. Sasa ruzuku, ipo ruzuku inayokuja kwa ajili ya mishahara. Wako watumishi ambao wanalipwa mishahara yao na halmashauri moja kwa moja, ambayo ni asilimia ndogo kidogo, sio wengi sana, lakini asilimia kubwa ya watumishi wetu wanalipwa mishahara na serikali kuu, na hizi fedha zinakuja kama ruzuku. Lakini katika fedha hizo kama ruzuku, zipo nyingine ambazo zinakuja kwa ajili ya kuongezea, kuchagiza katika miradi ya maendeleo. Kwa maana sisi kwa mfano kwenye mapato yetu ya ndani tuna bilioni sasa hivi 74 kwa mwaka ambazo tunakusanya mpaka kufikia mwaka huu wa fedha ambao unakwenda kuisha tarehe 30 Juni, bilioni 74. Hayo ni mapato ya ndani ambayo tunayakusanya sisi wenyewe. Tumeweka uwazi. Uwazi wa kwanza ni katika kutumia mashine za kukusanya fedha. Unajua serikali siku hizi hatuna tena risiti zile za mkononi. Kwa kutumia mashine tumeweza kudhibiti, na kwa kudhibiti ndio maana mapato haya yameongezeka. Mimi wakati naingia halmashauri tulikuwa makusanyo yetu yalikuwa ni chini ya bilioni 42. Chini ya bilioni 40. Tukaanza na bilioni 42. Lakini hivi ninavyozungumza tumefika hizo bilioni 76. Kwa nini bilioni 76? Ina maana kuna ongezeko hapo la karibu bilioni 30 kabisa. Umeelewa? Bilioni, inawezekana hizi bilioni 76 tungekuwa tuna uwezo wa kuzipata toka nyuma. Lakini tulipoboresha sasa kwa maana ya kuweka udhibiti katika ukusanyaji, ndio kutumia hizo tunaziita FD mashine hizo, kwamba kila mtu sasa hivi ni mashine. Hata wewe ukiwa barabarani anayekuja kwenye parking humpi tena, ni mashine ina scan, baadaye utalipa. Ina maana hela ile sasa haingii mkononi kwa mtu. Umeweka control number. Serikali kuu ni control number, na hata sisi halmashauri ni control number. Ukija pale malipo yoyote unaotaka kuyafanya sasa hivi halmashauri ni control number. Hii imetusaidia kudhibiti. Kama kuna upotevu basi utakuwa ni upotevu mdogo, kwa sababu mwanadamu kadri unavyofanya hivi naye anafanya hivi. Lakini tumefanikiwa, na ndio maana hata kwenye bajeti ijayo, baada ya kuendelea kudhibiti na kuona kwamba tunaweza tukakusanya zaidi, tumeweka sasa sio tena bilioni 74 au 76 tunazotegemea kuzikusanya, tunakwenda sasa kwenye bilioni takriban 86 kwa mwaka ujao utakaoanza Julai mosi. Kwa hiyo tumeweka uwazi. Huo uwazi ndio umetufikisha hapo, kiasi ambacho hata wewe sasa unakuwa na imani ya kulipa kodi, kwa sababu una hakika hela ninayoilipa inakwenda mahala husika. Moja ya kitu ambacho kinahubiriwa pia ni sehemu ya kuwafanya watu waone thamani eneo husika na kufanyika uwekezaji. Ukiwa ni meya na mwenyekiti wa baraza la madiwani,
unahusika pia kuwa ni sehemu ya kivutio kikubwa unaokuja kuwekeza, kuingia nao mikataba pengine kwa kusign ama kutoa mwongozo sahihi kwenye eneo lako husika ambalo unasimamia kiuwekezaji. Mvuto wa Kinondoni kwenye masuala ya uwekezaji umepanda thamani katika kipindi ambacho umekuwa diwani na umekuwa meya. Ni kweli kabisa. Moja ya eneo ambalo nadhani lina mgogoro mkubwa ni hilo, kwa sababu mimi ndio ambaye nina eneo ambalo lina bahari. Leo Kinondoni unaweza kuzungumzia hata uchumi wa blue. Wazanzibari leo wanazungumza habari ya uchumi wa blue. Maana halisi ya uchumi wa blue ni kwamba tutumie bahari yetu ili tuweze kupata rasilimali zilizopo katika bahari. Sasa mimi Kinondoni nina takriban kata 3 zimepitiwa na ukanda wa bahari. Tuna kata ya Msasani, tuna bahari. Tuna kata ya Kunduchi, bahari imepita. Tuna kata ya Mbweni, bahari imepita. Kwa hiyo wako watu wanaweza kwenda kwenye beach Mbweni, wako watu wanaweza kwenda kupumzika beach Kunduchi, wako watu wanakwenda kupumzika beach Msasani. Sasa huko Msasani ndiko mahala ambapo tuna maeneo ya uwekezaji. Kwa mfano leo unaweza kaiangalia Coco Beach. Coco Beach ya miaka 10, 15 iliyopita au 5 iliyopita tofauti na Coco Beach ya leo. Leo unaizungumzia Coco Beach nyingine. Hata lile eneo la Mihogo halikuwa hivyo wakati huo. Tumeingia na tunashukuru wakati huo mawazo yetu yalikuwepo muda mrefu, lakini muda ulikuwa haujafika. Muda ulipofika serikali ikatunga mkono. Walau tumeweza kuboresha yale maeneo ya Coco Beach yanatazamika. Lakini kupitia sasa nadhani kuna mtu sasa hivi weekend asipoenda Coco Beach anaona hajastarehe. Leo unazungumza yale maeneo, sitaki niaseme na nyinyi ni mashahidi. Watu wanakesha, wengine wanasema twende tukaone jua linachomozaje alfajiri. Ni kwa sababu ya maboresho ambayo halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imeyapata. Lakini bado tuna maeneo mengine ya ufukwe, ambayo yanatazama mfukwe, ambayo halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ina dhamira ya kutaka kuyawekeza. Tumeyatangaza na ninavyokueleza wamejitokeza wawekezaji wengi wa ndani na nje ya nchi ambao wanataka kuwekeza kwenye hayo maeneo, kuweka maeneo ya michezo ya watoto, kuweka maeneo ya kuweza kustarehe na kadhalika na kadhalika. Tunakwenda kuwa wenyeji wa AFCON. Ziko mechi zitafanyika hapa. Maana yake ni nini? Wapo wageni wengi wa kitaifa na kimataifa ambao watakuja Tanzania. Ndio tunazungumza sasa ile maana ya Royal Tour. Hii Royal Tour tunaipokeaje? Tutakuwa na wageni ambao wanakuja, watalii wa kimichezo, wanakuja kwenye michezo, lakini kupitia michezo watakwenda kuziona fursa nyingine. Watahitaji hoteli nzuri, watahitaji maeneo mazuri ya kwenda kuburudika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo maeneo tuliyoyatangaza hayo yako mengi. Nadhani yanakwenda kuongeza thamani ya manispaa yetu ya Kinondoni na tutapata fedha nyingi. Mstahiki meya, tunajua kuna wengi mazuri ambayo yamefanyika kwa kipindi ambacho umekuwa mstahiki meya, lakini ambacho umekuwa diwani wa kata ya Mwananyamala. Ila kuna kitu ambacho nahisi kabisa kwamba ambapo tunaenda hivi karibuni tutaenda kumaliza Ngwe sasa. Kitu gani ambacho unasema pengine wakati labda haukutosha lakini ilibidi kifanyike na unatamani pengine ipatikane nafasi ya kuweza kukikamilisha kwenye manispaa ya Kinondoni? Yapo mengi. Yapo mengi. Kila penye mafanikio hazikosi changamoto. Na mimi ninaamini huwezi kumaliza shida zote za watu. Na ndio maana hata kule Marekani, si nchi iliyoendelea, lakini kila kipindi watu wanafanya uchaguzi, na wakifanya uchaguzi wanasema huyu atoke, aingie huyu, atatufanyia hiki ambacho kipindi kilichopita hakikufanyika. La kwanza ambalo mimi bado nina shauku nalo ni kuendelea kuboresha afya. Sisi tuna kata 20. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwenye eneo la afya inataka kila kata iwe na zahanati na ikiwezekana kila kata iwe na kituo cha afya. Watanzania tunaugua. Na ukitaka kujua kwamba Watanzania tunaugua, nenda kwenye hospitali. Hospitali ya Mwananyamala tu outpatients kwa siku, wale wagonjwa wa nje wanaokwenda kuhudumiwa hospitali ya Mwananyamala kwa siku wamefikia 2100 mpaka na 300 kwa siku moja. Hiyo inatoa taswira kwamba bado tunaugua. Watanzania bado wanahitaji huduma bora za afya.
na ili wasiendelee kuiangamiza serikali kwenye matibabu, pia na sisi kama viongozi tunahitaji kudhibiti wananchi wetu kuwa na maisha bora yatakayowakinga na maradhi. Sababu yako maradhi mengine yanatokana na uzembe wa wanadamu. Sasa moja, tumejenga sisi kwenye kata zetu 20, hizo kata tuna kata 20, tumebakiza kata moja ambayo tulisema lazima na yenyewe ipate zahanati ama kituo cha afya, ambao bado unadai. Hiyo inadai. Sote tayari. Yaani tuna vituo vya kutolea huduma za afya kwenye manispaa yetu vinavyofikia 36. Maana yake ni nini? Zipo kata nyingine zina zahanati zaidi ya 2. Nyingine zina zahanati zaidi ya ngapi? Ya 3. Kwa mfano kata ya Kijitonyama. Kata ya Kijitonyama ina zahanati 2 na kituo cha afya kimoja. Unaweza kaona, ndio maana nasema zimekuwa 36. Sasa kata ambayo bado ni kata ya Mikocheni. Lakini tumekwisha tenga budget. Tulikuwa tuna changamoto ya eneo limekwisha patikana, na ninadhani hata kabla hatujafika kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba, kazi ya ujenzi wa zahanati kwenye kata ya Mikocheni itakuwa imeanza. Kwa hiyo hilo ni moja ya jambo ambalo mimi kama meya ninamaliza muda wangu limekuwa likinikera sana. Tumefanikiwa kwenye elimu pia. Tulikuwa tuna changamoto kwenye kata 2 wakati nimeingia. Kata ya Tandale pamoja na kata ya Kinondoni ilikuwa haina shule ya sekondari, na ilani ya uchaguzi ya CCM inataka kila kata iwe na sekondari. Lakini chini ya uongozi wangu kama meya wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, mheshimiwa mbunge, mkurugenzi, sababu mbunge ana nafasi yake pia ya kwenda kupiga kelele bungeni, lakini mwenye kutafuta eneo la kujenga shule ni mimi. Tumefanikiwa kujenga sekondari kwenye kata ya Kinondoni, inaitwa Kumbukumbu Sekondari. Sekondari ile haikuwepo, sekondari imeshakamilika na imepokea wanafunzi. Sasa hivi wanafunzi wanakwenda kuingia kwenye kidato cha 3. Hayo ni mafanikio. Kata ya Tandale nayo haikuwa na sekondari. Tumepambana, hivi ninavyozungumza Tandale tayari wamepata sekondari, na mwaka huu imeingiza wanafunzi wa kidato cha 2. Tulianzisha mwaka jana. Ile sekondari tumeipa jina la Abbas Tarimba. Kwa hiyo unaweza kaona tumekuwa tuna mafanikio makubwa katika hilo eneo. Farani, karibu. Mimi siwezi kuwa na swali sana sana tu mnyongeni, lakini Songoro mpeni jamani. Mimi bana, kiukweli tushafanya interview, tushafanya ali KMC pale na KMC. Kwa mimi leo siwezi kuwa na swali, sababu vingi ambavyo vimezungumza leo ashayavizungumza. Kwa nafikiri kwa watu wa kata ya Mwananyamala, huwezi jua inaweza kuwa Rabana, hawezi kuwa na hawezi kugombea ubunge. Huwezi kujua, labda naona wakati umefika kwenda jimbo, labda zito sana na watu wake wa Mwananyamala na manispaa yake ya Kinondoni. Mimi sina swali. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi ni yale yote ambayo unayapambania. Amen. Nafikiri uwezo umejieleza. Kila kitu kiko sawa, kwa hiyo ukiweka swali tena itakuwa ni Mheshimiwa Diwani, ni kweli kwamba una mahaba mazito, unataka uwatumikie eneo kubwa zaidi la wananchi? Mimi nadhani na wakati ulikuwa kama natafurani hivi kwamba nitakwenda kwenye jimbo, itakuwa hivi, itakuwa vile. Wakati fulani hata joto la mbunge wangu wa Kinondoni Tarimba Abbas likawa linapanda. Nyuzi joto zinazidi zile ngapi zile zinaenda 7.8 zinaenda. Alikuwa anacheza kwenye 45 lakini alikuwa anahitaji sindano, mwisho drip la maji. Tunagombea nini sasa? Sisi wote ni watumishi wa umma kabisa. Mimi kama meya nimefanya umeya wangu nikiwa na majimbo 2. Nimefanya umeya wangu nikiwa na jimbo la Kinondoni, nimefanya umeya wangu nikiwa na jimbo la Kawe. Haya mafanikio tunayoyazungumza ni cross cutting. Yako ya Kinondoni, yapo ya Kawe. Umeona? Msimamizi ni mimi, kwa maana nasimamia wilaya nzima ya Kinondoni katika eneo la manispaa. Tuna mkubwa wetu wa wilaya
anatuangalia tunafanyaje kazi, ananiangalia mimi na kurugenzi na madiwani tunafanyaje kazi. Nimefanya kazi nzuri. Haya ninayoeleza ni mafanikio. Leo zinatoka halmashauri kutoka mikoani, na hii ni kauli ilitoka bungeni kwamba nendeni mkajifunze Kinondoni. Ni manispaa ipi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ina kiwanja cha mpira na imekijenga kwa mapato yake? Mbona kama unataka kutuambia kwamba unataka kuichukua fomu ya ubunge? Hapana. Jamani, kashasema. Naweka tu Yani naweka sawa kwamba una tatizo. Sina tatizo. Sasa ukitambua kwamba mimi ni mtumishi wa umma, tena katika nafasi yangu kama meya nimetumikia watu wa wilaya nzima ya Kinondoni, bado nafasi yangu hii inanitosha. Okay. Umea pale unamtosha. Mwananyamala msiwe na pressure. Sasa kuna mtu kasema Mwananyamala kweli kumebadilika. Mwananyamala ya mwaka huu sio ile ya miaka iliyopita. Ni kweli. Akasema tuna soko kubwa sana pale Mwananyamala ambao sidhani kama kuna mtu hajai kwenda pale. Tuwahi kwenda. Kwa hiyo akasema anatamani basi sasa siku moja tuwe na ghorofa la soko pale. Soko letu ile ghorofa pale, kadhia za mvua nini na hapa na pale. Umewahi kulifikiria siku moja tuwe na soko la ghorofa pale Mwananyamala? Pale Mwananyamala tuna soko, tuna kamgogoro kidogo ambako kalisababishwa na watangulizi wetu. Kwa ufupi mheshimiwa, okay. Ule mgogoro uliosababishwa na watangulizi wetu inawezekana ukawa umechelewesha maendeleo ya lile soko. Soko lile waliokuwa wako pale walitengeneza kitu kinaitwa ushirika. Masoko yote ni mali ya halmashauri, lakini wale wakatengeneza ushirika, wakaenda wakasajili ushirika. Sisi hatukuwa na taarifa, na katika ushirika walio usajili dhamana yao ya ule ushirika likawa ni lile soko. Kwa hiyo wakaenda wakalichukulia na hati kwa jina la Mfavesco. Kwa hiyo halmashauri tukawa kama tumewekwa pembeni. Sasa tulipofika hapo tukafika mahala tukasema anyway tusigombane. Halmashauri imebaki na jukumu la kukusanya ushuru. Tukasema tukianza kusema tuvunje, kwa sababu wao ushirika wenyewe bado ni serikali ile ile. Tukasema tuache, lakini kwa kutumia wao ushirika tumekuwa tukiwataka wale sasa, si nyinyi endeleeni kuendesha ushirika wenu, lakini muwe mnafanya maboresho ili soko. Soko lile limekubalika, lakini nadhani mbele ya safari tutakaa sasa tuwaambie hatuwezi tukaendelea na soko kama hili ambalo liko barabarani. Barabara ni nzuri hapa, watu wanakuja, libaki katika muonekano huu. Tutaulazimisha hata huo ushirika sasa na tuna wizara ushirika, wizara yetu ya kilimo ambayo ndio inasimamia ushirika chini ya Bashe, kwamba sasa hapa tujenge gorofa. Wakituruhusu tunaweza tukafanya hivi. Tunaamini wizara na mheshimiwa ni wasikivu, inaweza likatokea hilo. Wasaa umekuwa mzuri sana jamani. Juni 17 ya leo Jumanne imekuwa na baraka za kutosha kutoka kwa mheshimiwa mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni, mheshimiwa Songoro Mnyonge, ambaye tumekuwa naye hapa kitivoni. Mengi yameelezewa na mengi pia hapa yamesikika, na wananchi nao wameweza kuyasema kwa sababu I believe wanafahamu uongozi ulivyo. Asante kwa kuchagua Central Clouds TV. Mimi ni Zeza Malik. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama mtafika mtaniona, lakini tambua kwamba huu si wakati wa mnyonge msonge, bali ni wakati wa Songoro Mnyonge kwenda Mwananyamala tena. Mimi naitwa Farhan Kihamu, mkulima mwenzako kutokea bonde la mto Kilombero, na nafikiri sasa mnyonge mnyongeni, Songoro mpeni. Umeona bana, ndio meya mwenye uwanja KMC pale, lakini analaumiwa sana, hataki kufungua mageti watu kaeke vitu. Weka vitu tatuharibia nyasi bandia. Tulikuwepo bana. Sana mheshimiwa. Asante sana.